uridu an uoji risala ila Trump bismillahirrahmanirrahim fa in lam tafalu. Leo katika runinga yako ya Kongowea TV yafaa kusimulia moja kati ya hadithi miongoni mwa wanadamu wenye nguvu zaidi katika dunia ya sasa. Lakini kabla hatujaendelea, basi bonyeza alama ya kengele, utakuwa umenisaidia. Ni mmoja kati ya viongozi wanaotajwa kuwa hatari katika dunia ya sasa. Kwa hakika vyombo vya habari vinapomzungumzia hupenda kutia chumvi habari zake, kuzipindisha wakati mwingine, na wakati mwingine kumchachafya kwa utani katika namna ambayo imefanya dunia mtazame kama kikaragosi. Kim Jong-un, miongoni mwa marais wanaotajwa kuwa wametekeleza mauaji ya kikatili kuhakikisha kuwa wanasimika mizizi ya utawala wao. Si hayo tu, Kim Jong-un amewapangia wananchi wake jinsi ya kunyoa na kusuka nywele zao, akiwachagulia mitindo chache tu za kunyoa. Kim Jong-un na serikali ya Korea Kaskazini wameweka marufuku nyingi za kipekee ambazo kwa dunia ya kawaida zinaonekana za ajabu au kali kupita kiasi. Mfano, kutazama filamu au michezo ya nje kama mechi za Tottenham zimepigwa marufuku kwenye nchi hiyo. Kisa Son Heung-min anatokea Korea Kusini na wanatofautiana na Korea Kaskazini. Mavazi za kisasa kama jeans au suruali za kubana, kwa maana skinny jeans, mavazi yenye maandishi au nembo kutoka nchi za magharibi huonekana kama ushawishi wa kibepari, yamepigwa marufuku kwenye utawala wa Kim Jong-un. Bwana we, ilifika hatua mpaka dini imepigwa marufuku kivitendo, na mtu yeyote anayekutwa na Biblia anaweza kukamatwa au hata kuuawa. Kutumia interneti ya kimataifa, kutumia au kupokea simu kutoka nje ya nchi ni uhaini. Kisha kama umetamani kuionja pepo, iseme vibaya familia yake na Kim Jong-un, kwani mara nyingine hukumu huenda mpaka kwa familia nzima. Hata watoto na wazazi wa mkosaji wanaweza wakahusishwa.